Assalamu alaikum na karibu katika dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 6 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026. Siku nzuri kabisa, siku ya Ijumaa. Ni kualike kunako dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti ya Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia ataka ulinzi baharini, ahimiza uangalifu kwa watafiti, awapa faraja wavuvi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Uchumi bara kukua kwa 6%, Zanzibar 7.2. Habari katika ukurasa wa pili. Kanuni kwa bana madereva wa masafa marefu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Mwigulu, waliopora mali za wananchi warudishe. Pia machinga bodaboda kutofanyiwa uonevu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Watu 66 wadakwa na dawa za kulevya tani 9.6. Habari katika ukurasa wa 3. Vijana 1432 wapata ajira nje ndani mwezi mmoja. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Serikali yapima viwanja 196, waathirika mafuriko Kilosa. Habari katika ukurasa wa 20. Waziri wa mambo ya nje China hatua leo. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni uchaguzi mkuu wapingwa kortini EACJ. Wanasheria wafungua shauri wakidai haukukidhi viwango vya demokrasia. Wadai kulikuwa na ukiukwaji wa haki za binadamu na mkataba Afrika Mashariki. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Sababu za Watanzania kutunza fedha mchagoni. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Samia apigia chapuo sekta binafsi kwenye utafiti. Habari picha ikimwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akisalimiana na viongozi mbalimbali baada ya kuwasili katika hafla ya uzinduzi wa jengo la taaluma na utawala Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, taasisi ya sayansi za bahari Buyu Zanzibar. Jana nukuu yake ikisema ni wahimize wahadhiri na watafiti katika taasisi hii kushirikiana na sekta binafsi ili kazi za kitafiti zitakazofanyika ziwe na matokeo chanya kwa maendeleo ya nchi na wananchi. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4. Basi la dakwa na balo la skanka. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Machinga bodaboda wapaza kilio cha mikopo. Habari katika ukurasa za ndani, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi Jumaa ya leo. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, lenyewe katika ukurasa wake wa mbele limeandika Mwigulu, waliopora mali za wananchi warudishe, asisitiza kwamba hakuna aliyembabe mbele ya serikali. Habari ni katika ukurasa wa 4. Rais Samia azindua majengo mapya ya UDSM IMS Zanzibar. Habari katika ukurasa wa 4. Polisi wachunguza matukio matatu vifo vya utatanishi. Habari katika ukurasa wa 4. Jeshi la polisi limetangaza kumshikilia askari polisi mkoa wa kipolisi Rufiji kwa tuhuma za kumpiga risasi Shabani Saidi Luluba, mkazi wa kijiji cha Nyamwage wilaya ya Rufiji, na kupelekea kupoteza maisha wakati akifanya ukamataji Januari 8 mwaka 2025. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Waziri wa mambo ya nje wa China kuzuru nchini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Serikali, fursa za usafirishaji za chochea uwekezaji sekta binafsi. Habari katika ukurasa wa 3. Mashindano makubwa ya Qur'an takatifu kufanyika. Habari katika ukurasa wa 2. Papa Leo
ataka kanisa liendane na wakati, habari katika ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili limeandika forget password inavyosaidia kurudisha akaunti iliyopotea, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 10. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Kila siku Fort Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikua kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Fort Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu, ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka 1 hadi miaka 5. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Tazame sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye katika ukurasa wake mbele habari iliyopewa kipaumbele: polisi matatani, vifo vya watatu, mmoja adaiwa kupigwa risasi na askari, mwingine kujinyonga mahabusu, mwingine yamfika akiwa anakimbia, ndugu wang'aka, mkasa umejaa viulizo, wadau nao waja juu, polisi kujichunguza, habari katika ukurasa wa pili. Ndugu ya wakili Onesmo Ole Ngurumo ikisema lazima kuwe na chombo huru kitakachochunguza tuhuma zote za ukiukwaji wa haki dhidi ya vyombo vya usalama. Polisi hawapaswi kuwa wachunguzi kesi zinazowahusu wao wenyewe. Madereva wagomea rasimu kanuni mpya zinazowapa nafuu, habari katika ukurasa wa 19. Ndugu ikisema lengo la kuandaa kanuni hizi si kudidimiza usafirishaji, bali kuboresha sekta ya usafiri na kupunguza ajali. Utafiti uliofanywa katika nchi 4 nje ya Tanzania unaonyesha kuwa uchovu wa madereva ni miongoni mwa sababu kuu za ajali nyingi barabarani. Hii ni nukuu ya mkurugenzi mkuu wa LATRA Dr. Habib Saluo. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 19. Muhimbili ya baini kiini vifo vingi wenye silimundu, habari katika ukurasa wa 5. Samia azindua campus UDSM Zanzibar, akinadi uchumi wa buluu, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Tope kinyesi, janga sugu lililofichika da, habari katika ukurasa wa 3. Hii ni ripoti ya uchunguzi. Wadau watia neno vigezo vipya ajira uhamiaji, lakini habari katika ukurasa wa 19. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Inalo gazeti Uhuru ukweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni uzinduzi jengo la taasisi ya sayansi za bahari, lindeni rasilimali bahari, Rais Samia. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Atengua vigogo, Simba Chawene kigogo, NCMC watenguliwa, Makonda Katambi washika usukani wizarani, habari katika ukurasa wa 5. Dr. Mwinyi asisitiza sera za kikodi kulinda wawekezaji, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Mafisadi kikangoni, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Wenye mabusha waitwa kutibiwa bure da, habari katika ukurasa wa 3. Muuza chai adakwa akidaiwa kuuza dawa za kulevya, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Lakini pia gazeti hili limeandika riba BOT kubaki 5.7%, habari katika ukurasa wa 4. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Gazeti Mwanahabari mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni waziri mkuu awa mbogo wanaoonea bodaboda wa machinga, asema serikali haiwezi kufanya ustaarabu au kuwapa heshima watu wanaoonea wenzao, asisitiza bodaboda akipatikana na kosa la fine aandikiwe kisha patiwe pikipiki yake akafanya kazi aje alipe, sio kuizuia. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Mlezi mshauri wa maafisa usafirishaji Mama Lishe aiomba serikali kuanzisha SACCOS kwa makundi hayo, habari katika ukurasa wa 3. Mkeka mpya wa Dr. Samia, Makonda waziri kamili, habari utamaduni sanaa na michezo. Profesa Kabudi ahamishiwa ofisi ya Rais Ikulu, kazi maalum Katambi au wizara ya mambo ya ndani ya nchi. Simba Chawene aachwa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. DCEA yakamata zaidi ya kilo 9689.833 za dawa za kulevya.
watuhumiwa 66. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Serikali yaendelea kufungua fursa za ajira kwa vijana wa Kitanzania nje ya nchi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari. Na sasa tukiweka habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye limeandika Singida dhidi ya Yanga. Ngoja tuone fainali ya kwanza. Hii ni nusu fainali ya kwanza kwa Singida Black Stars katika michuano ya Mapinduzi Cup 2026. Mchezo unapigwa hii leo saa 2:15 usiku New Amani Complex. Mataji mawili. Yanga imetoa ubingwa wa Kombe la Mapinduzi mara mbili, mwaka 2007 na mwaka 2021. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Simba Sports Club ya mvutia waya mido mpya. Habari katika kurasa za ndani. Vibe la Stars ikitoa da. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Gazeti hili limeandika AFCON 2025 sasa utamu ndo unaanza. Mechi mbalimbali zikiandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti Mwanaspoti, ambapo Mali watakipiga dhidi ya Senegal saa 1 kamili usiku. Cameroon dhidi ya Morocco saa 4 kamili usiku. Robo fainali leo Ijumaa. Kesho Jumamosi, robo fainali ni Algeria dhidi ya Nigeria. Mchezo utapigwa saa 1 kamili usiku. Misri dhidi ya Ivory Coast, mchezo utapigwa saa 4 kamili usiku. Undani wa taarifa hizi ni katika ukurasa wa 12. Bundes leo Ijumaa ni Frankfurt dhidi ya Dortmund saa 4 kamili usiku. Lakini pia gazeti hili limeandika Carrick Ole kuungana Man United. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti. Magazeti habari za michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti Nipashe ya Mwanga wa Jamii ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani lenye limeandika Stars yapokelewa kifalme kula lunch na Rais Samia leo. Kabudi asema itaishangaza dunia AFCON 2027. Yanga Singida hapatoshi leo Mapinduzi Cup. Habari katika kurasa za ndani. Sesco sasa matumaini kibao. Habari katika ukurasa wa 21, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Na gazeti Nipashe linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Toka Zamani TV.